waambie watu wa Mwanza, atakayetia mkono kwenye shughuli hii sio yeye tu na kizazi chake. Kwamba semaji mnawapa tahadhari mapema wasije kujilaumu. Tumewapa tahadhari. Sasa kama kuna mtu anajifanya yeye kichwa ngumu ama yeye anataka kutujaribu, sisi tuwaambie tu ya kwamba utu hatuna. Wale walishawahi kufanya hivyo kwa sababu umezungumza toka juzi semaji. Sisi ndio tunaishi nao. Tunawajua na tunajua kitu gani wanafanya. Tunawaona namna ambavyo wanahangaika. Tunaona namna ambavyo wanapambana kuirejesha Simba nyuma. Sasa tumetumia nguvu kubwa kuifikisha Simba hapa. Tumebakisha dakika 90 tu Simba awe bingwa Afrika. Hatuko tayari kuona tunaipoteza hiyo nafasi. Kufika finali ya Afrika si jambo jepesi hata kidogo. Simba kwa ubora wetu wote tuliokuwa nao, tumesubiri hii hatua kwa miaka 32. Tumefika hii hatua, hatuko tayari kuipoteza. Tuko tayari kupoteza finali kwa kuzidiwa na mpinzani kiwanjani, kwa sababu tunamheshimu mpinzani ana ubora wake, lakini sio kupoteza eti kuna mtu amejifanya yeye mtaalamu akaja kufanyia figisu. Tutamfa. Na hili tuweke wazi, hatutaangalia cheo cha mtu, hatutaangalia wadhifa wa mtu, hatutaangalia sijui ana kitu gani. As long as ametaka kutuharibia Simba, tutaruka naye mazima. Si utani wa jadi? Tunawaona, lakini level yao ya wanaoifanya ni ndogo mno. Kwa hiyo tunawaangalia, iko sehemu ambayo tumekaa, wakifika hilo eneo Kama mmeshaanza kuwaona wanahangaika asubuhi, mchana na usiku, wanahangaika sana. Mwalimu amezungumzia kuhusiana na mashabiki kuipokea timu ikiwa inaingia kabla ya mchezo kesho, kutengeneza mazingira ya confidence nzuri kwa wachezaji. Unawaambiaje mashabiki wa Simba jukumu lao? Kuna hiyo changamoto of course mazingira yenyewe ya kiwanja, kwa sababu barabara kwa mfano itafungwa, sijui ni maeneo gani lakini itafungwa, maana yake watu watatembea kwa miguu, na sidhani kama itaruhusiwa watu mashabiki wakajipanga kwenye hii barabara kubwa ya kuingia getini. Kama itaruhusiwa hiyo, basi wanaweza wakajipanga kwenye hiyo barabara kubwa ingia, alafu mashabiki sidhani kama inaweza ikaruhusiwa, kwa sababu kuna wageni wengi, kuna mheshimiwa rais anakuja, usalama ndio kila kitu. Kama mazingira na unajua changamoto nyingine, kwa nini labda kwa wenzetu inawezekana, unakuta wenzetu geti la timu kuingilia ni geti maalum kwa ajili ya timu tu. Kwa hiyo inawezekana mashabiki wakajipanga kwenye hilo geti, kwa sababu hapo inayopita ni timu peke yake. Sasa sisi geti letu hili pamoja na Benjamin Mkapa, timu inaingilia hapo hapo, waandishi wa habari mnaingilia hapo hapo, viongozi wa CAF wanaingilia hapo hapo, akija rais anaingilia hapo hapo. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto, na sidhani kama wanaweza wakakubali wa mashabiki wakajipanga alafu rais akapita wa CAF, rais wa nchi akapita, uweze kujua nani mwema nani. Kwa hiyo nikiliangalia naona kama haiwezekani hivi, lakini tutauliza kwenye mamlaka za ulinzi, wakituambia inawezekana tutafanya utaratibu. Asilimia ngapi wachezaji wapo tayari mpaka leo hii kwa ajili ya Asilimia 100. Yes, tuko tayari kabisa. Pia juzi kwamba kama ni jasho, damu, hata ikiwezekana kufa uwanjani. Yes, sasa hii ni finali. Wanatunza nguvu kwenda wapi tena? Hilo ndo jambo la msingi. Kwa hiyo watoe kila kitu chao walichokuwa nacho. Lazima wapambane kwa nguvu yote. Sisi baada ya hapa tukachukua, hatutawadai kingine chochote wachezaji wetu. Baada hapo kila kilicho mbele yetu itakuwa ni bonus tu. Lakini mechi hii ya finali ndio mechi ambayo sisi tumeitolea macho kweli kweli. Kwa hiyo watoe nguvu zao zote, maarifa yao yote, kwa sababu baada hapa tunakwenda picnic. Wanasemaje ile ya mwisho wa mwaka ile? Tunakwenda vacation. Tunakwenda kucheza na Singida yule, tuna enjoy tu. Wala hatuna wasiwasi. Tuko zetu honeymoon.
una ubingwa wa Afrika, uanze kuhangaika sijui na Singida sijui na tunaenda kuenjoy tu baada hapo. Kwa hiyo hii ndio mechi ambayo wanapaswa kufanya kila kitu. Maisha yetu yote yapo kwenye hii mechi.